Ndugu zetu, huu ni wakati wa siasa, ni wakati wa shida nyingi, watu wana maoni tofauti, na hakuna chochote tunaweza kufanya tuondoe siasa katika vile mambo yalivyo Kenya. Naomba ndugu zetu, hata tukiwa tunafanya yale yote, naomba ndugu zetu tuone ya kwamba siasa yoyote ambayo inaweza kutupeleka katika mkondo wa ukabila, siasa hiyo tuikatae kabisa. Tungetaka wananchi wafanye siasa, lakini mambo ya ukabila iondolewe kabisa, kwa sababu shida na mbegu mbaya ya Kenya katika siasa ya Kenya wakati wote imekuwa ni ukabila. Na mimi najua kuna wengi ambao wameshindwa kujua siasa wataifanya vipi hata wakati huu, na wangetaka kutumia mbinu ya ukabila ndio watu wakosane, wagongane, wakatae kukubaliana kwa sababu ya mbinu ya ukabila. Naomba wananchi wote kwa jumla, tafadhalini, mambo ya ukabila muikatae kabisa, kwa sababu shida ambazo mnazo haziko kwa kabila hili au kabila lile. Shida ambazo ziko Kenya ziko kwa kila kabila na kila sehemu Kenya. Ukisema mambo ya hospitali katika matibabu, mambo ya afya, mkiangalia mambo ya elimu, mkiangalia mambo yote ya insurance hata ya hospitali, muangalie mambo ya kodi, muangalie mambo ya maisha kuwa magumu sana. Haya yote Wakenya wanayo. Na hakuna Mkenya mnaweza ita Mkikuyu ndio iko na shida kuliko Mjaluo, au Mjaluo ako na shida kuliko Mkisii, au Mkalenjin hana shida kwa sababu inasemekana kiukabila wako serikalini. Hii shida iko na kila mtu, na ni afadhali tuangalie kabisa Wakenya, tusije tukaliharibu taifa letu, tuharibu nchi yetu kwa sababu ya kutumiwa vibaya kikabila. Mimi ni mzee, mwenyekiti wa wazee katika chama cha Jubilee, na maoni yetu ni ya kwamba Wakenya lazima tuungane, tuwe kitu kimoja, tuungane tuweze kupigana na mashida yetu, si kupigana na shida zetu kikabila, tupigane na shida zetu kitaifa. Na mimi ningetaka kusema ya kwamba watu waangalie ambayo yanayotendeka wakati huu. Watu waangalie hatuna chakula cha kutosha. Watu waangalie wanatakiwa kuwa wako busy, wako kazini, wanashughulika na ukulima, tuongeze chakula katika nchi hii ya Kenya. Na kama tutakuwa na siasa ambayo inetuondoa kutoka kufanya kazi, tunaingia kwa siasa, hakuna kitu tutafanya, tutazidi kukaa na mashida. Naomba serikali yenyewe iangalie kabisa mambo ya ukabila, ijue ya kwamba serikali yenyewe ndio imeleta shida nyingi ya siasa. Kwa sababu kama mtu ameenda kwa ugonjwa na wengine ni masikini na wanakataa kutibiwa, hata museme nini au museme nini, museme iliharibiwa na huyu au yule, au vile tenda ilifanywa kwa huyu, hatujui pesa inaenda wapi. Haya yote ni mambo ya mtengenezo wenu, mliyaunda ndio labda ufisadi upate njia kupitia, lakini anayeumia ni mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo serikali iseme ati watu wanaleta siasa nyingi, siasa mbaya. Hakuna siasa mbaya hapa. Watu wanatetea haki yao na lazima wapewe haki yao. Na mimi nataka kuomba serikali ya Kenya kwanza, kabla hamjamuonyesha mtu kidole, mumuonyeshe mwanasiasa yeyote kidole, au mlaumu kabila hile au mlaumu kabila lile lingine, kwanza jionyesheni hicho kidole, kwa sababu hasira ambayo iko na wananchi, shida ambayo iko na wananchi, hii inatokana na serikali yenyewe, na ni lazima mjue hii. Na hata mfanye nini au mfanye nini, serikali si rahisi kutoka kwa shida ambayo wananchi wamesema ndio nyinyi mnawaletea. Lazima mkubali kubadilika, lazima mkubali mbadilike na mbadilishe, na ionekane mnabadilisha, kuliko kulaumiana
na kulaumiana kusio na maana. Ndugu zetu, mimi nataka kuambieni nyinyi, muungano wa Raila na Ruto kwangu mimi nasema ni muungano mzuri. Kwa nini mimi nasema ni muungano mzuri? Kama wote wawili wamepima ya kwamba Kenya inaweza kutulia katikati ya sasa na kabla uchaguzi ujao, na kazi ifanyike kwa wananchi, ningesema muungano huo ni mzuri, na ningetaka Wakenya wote waungane hivyo ndio kazi ifanywe. Lakini mnajua wakati utafika siasa ya kuchaguana, mtakuwe viongozi nini hamjui. Lakini mjue ya kwamba wale ambao wanasema haya muungano kama huu ni mabaya, wale ndio wanapotosha Kenya zaidi. Ni kazi gani inaweza kufanyika kama watu hako pamoja? So mimi nataka kusema kwa Raila umejaribu sana, mimi najua umejaribu, na mimi nataka kusema kama mwanasiasa. Sisemi kama mtu ambaye anakuja kupanga pangwa, hapana. Mimi nasema kulingana na maoni yangu. Kama Raila aliona mvurutano huu utatupeleka mpaka uchaguzi uingie, na ni pesa itakuliwa tu na hakuna kazi inafanywa wananchi, basi akaona ni heri tusumuze, tufanye kazi, tufanyie wananchi, tukigoja mwaka wa 2027 ndio tufanye siasa ya kuchaguana. Mimi naweza sema kimaoni yangu ni sawa sana. Nataka kusema kwa Kenya Kwanza ni sawa pia, hata ninyi mmekubali mnaweza kuungana na mfanye kazi na wengine. Pia nataka kusema kwa wananchi wote watukufu na viongozi wote, lazima mjue kila mtu ana haki yake. Haki ya maoni, haki ya kuhusiana na haki ya kujisema yeye mwenyewe. Kama hawa wameona haki yao ni kuungana na waseme wakiwa pamoja, kwa nini ninyi mnataka kuwakanisha, kuwakana wasifanye haki yao? Nendeni wale ambao wanapinga hili jambo, waende pia waonyeshe haki yao na vile wangependa wajijenge vile wangependa. Lakini wasitumie kukataa na kuwanyima watu haki yao. Nendeni mfanye haki yenu kama wale wengine. Nataka tu kuomba kwa muungano huo uwe, na mimi naona, na mimi nataka kuangalia macho yangu yote, na mimi najua wazee wengine, najua vijana wote, Kenya kwa jumla, tuko macho yetu hata haiko ndani ya Kenya Kwanza. Kwa sababu hatuwezi kuamini Kenya Kwanza, kwa sababu miaka miwili na bado shida zinaendelea kuongezeka, tumefika kiwango hatuwezi kuamini. Na sasa mtu ambaye anaweza kusema tunaweza kumwamini hapo ni Raila. Raila amekuwa upinzani akipigania haya mambo, anaona yanatendeka paka wa sasa, tungetaka kusema kwa sababu umeungana na hawa, si kwa siasa lakini kwa kufanya kazi. Tungetaka kuona ni nini utafanya ndio uweze kubadilisha. Ni nini utafanya ndio uweze kubadilisha. Nataka pia kusema kwa wananchi wote watukufu, kila saa tumeona Raila akijiunga na njia ile, wananchi mnasema hapana, hatutaki aende huko. Juzi alikuwa ameenda kupigania kiti cha Afrika, mwenyekiti wa Afrika. Wananchi wengine Kenya wakasema hapana, hapana, hatutaki aende, tunataka afikae hapa. Aliposhindwa, wengine muli-celebrate, mkasherehekea kwa sababu ameshindwa. Sasa huyu Raila wenu mmemfanya mpira, agongwe kona ile, agongwe kona ile ingine. Ni lini mtamwamini? Ni kwa nini mnataka afanye yenu na vile mnataka afanye, lakini akiwaambieni barabara ni hii, mnamkataa? Si mlikuwa naye candidate mwaka 2022, mlifanya nini? Mjue mliimba nyimbo, wengine wakasema mengi, na mkaleta yale mliokuwa mnataka.